Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50. Naomba kabla hatujaendelea ni kuombe uangalie video hii fupi ambayo inaenda kutuongoza katika somo letu la leo. Naomba ukae mpaka mwisho wa somo ili tuweze kujifunza kwa pamoja, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu sana katika sehemu nyingine ya tunda la Roho. Na leo tunaenda kuangalia furaha kama sehemu muhimu sana ya tunda la Roho. Sasa ni furaha ya aina gani? Maana niliponunua nyumba nilifurahi sana, lakini baada ya muda ile furaha ilipotea, nikabakia na huzuni. Niliponunua gari vivyo hivyo, nikafurahi sana, lakini baada ya muda nikajikuta nina huzuni vile vile. Hata nilivyokuwa na vitu vingi, navyo havikuniletea furaha ya kweli. Lakini nilipoinua macho yangu na kumtazama Bwana Yesu akanibadilisha maisha yangu na kubadilisha mtazamo wangu. Ndipo nilipokuja kufahamu ya kwamba furaha ya kweli inapatikana kwa Yesu tu, yeye akiwa mbele yangu, watu wengine nikawaweka mbele yangu. Ndipo ninapokuwa na furaha ya kweli. Hata nikipita majaribuni, bado ninakuwa naweza kusema furaha ya Bwana ni nguvu yangu. Amen. Furaha ya Bwana ni nguvu yangu, na ni maombi yangu kwamba wote tuweze kuexperience hii furaha ya Bwana na iwe nguvu yetu sisi sote, kwa sababu tunahitaji kuwa na nguvu ili tuweze kushinda majaribu na kupokea ahadi zote ambazo Bwana ametuahidi. Sasa wiki iliyopita tuliongelea somo la upendo. Naomba kama bado hujaangalia, nenda ukaangalie kule nyuma. Kitu ambacho nilitaka tu kuongezea ni kwamba jamani, neno la Mungu linatuambia katika wimbo ulio bora sura ya 8 ya kwamba upendo una nguvu kama mauti. Kwa nini huu mstari ni muhimu? Hebu fikiria mauti, jinsi ambavyo yanaweza kuleta uharibifu. Lakini angalia upendo, jinsi ambavyo unaleta uzima. Upendo, kwa nguvu ya upendo Mungu akamtoa Bwana wetu Yesu Kristo ili aje kutukomboa. Na kwa sababu ya upendo Bwana Yesu akakubali kuja, akawa mtu, akajinyenyekeza hadi msalaba. Akashuka kuzimu, akanyang'anya funguo ya kuzimu na funguo ya mauti. Akafufuka ili mimi na wewe tuweze kuwa hapa leo. Sasa huo ni upendo. Je, na sisi tukakubali tunda la upendo likuwe ndani yetu, lionekane? Ni mambo mangapi ambayo yanaweza kufanyika? Kama nilivyosema, upendo unaleta uzima. Angalia mahali popote penye upendo pana uzima. Angalia watu wawili wanaopendana, mambo ambayo wanaweza kufanikiwa, hata kama sio in terms of pesa. Maana mara nyingi tunafikiria ni pesa, lakini ile furaha ambayo wanapata. Na ndio point yangu kubwa ni kwamba ili tunda la Roho Mtakatifu, hizi parts za ili tunda zinafanya kazi kwa pamoja. Uwezi ukawa na upendo usiwe na furaha. Uwezi ukawa na furaha bila upendo, na haya mengine yote yanategemeana. Mstari unaotuongoza ambao ni wa Galatia 5, hata nikiusoma utaona hivi vitu vyote vinafanya kazi kwa pamoja. Inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Umeona? Kama wote wanadamu wote wa Mungu, ili tunda la Roho lingekuwa limekuwa linaonekana kwa kila mmoja wetu, pasingekuwepo sheria. Tusingehitaji sheria, kwa sababu mtu unayempenda huwezi kumuua, unayempenda huwezi kumuibia, unayempenda ukiwa na furaha. Yani nitakuwa naelezea kimoja kimoja, nitatumia muda, lakini ni kwamba kama neno linavyosema, katika haya mambo haya hakuna sheria. Sasa leo tunaenda kuongelea furaha. Furaha hii ni ipi? Kwa bahati mbaya kwa Kiswahili hatuna maneno mengi kwenye furaha. Wazungu wana maneno mengi, utasikia I'm chuffed, I'm elated, I am happy. Hasa mara nyingi sisi furaha ni hiyo happiness, ndio hiyo joy. Lakini sisi tunataka concentrate kwenye joy ambayo haitokani na vitu, watu,
matukio, majira. Unajua kuna mtu mwingine, kuna majira hana furaha. Kuna mtu mwingine, kuna watu hana furaha nao. Kuna mtu mwingine akipita sehemu fulani hana furaha, akiishi sehemu fulani hana furaha, asipokuwa na kitu fulani hana furaha. Hiyo sio furaha, hiyo ni tunda la mwili, ndio hiyo ni happiness. Happiness ni tunda tu la mwili, inatokana na vitu vya nje na inaishia hapo hapo, inayeyuka kama ilivyokuja. Lakini joy inaanzia ndani alafu inaonekana nje, na huwa inadumu kwa sababu ni tunda la Roho. Vitu vyote vya rohoni vinadumu, neno la Mungu linatuambia. Sasa kuna hii acronym nilifundishwa kwamba joy, J-O-Y, ina stand for Jesus first, others then you. Mara zote tukiweza kumweka Yesu mbele yetu, kwamba kila ninachokifanya nimtangulize Yesu. Hivi Yesu hapa angefanya nini? Unaangalia others, mimi na fulani tunahitaji hiki na hiki. Hapa nifanye nini kumsaidia huyu? Hapa nifanye nini ili huyu naye hata kama nina kidogo niweze kushare naye, au yani inatupa furaha, tutaishi maisha yenye furaha. Najua tuko katika ulimwengu ambao ni imperfect, but neno la Mungu linasema tuchuchumilie. Tunachuchumilia hiyo perfection. Umeona? Haya, sasa hii furaha tunayoizungumzia leo ina kitu kimoja muhimu sana, na mstari unapatikana katika Nehemia 8 mstari wa 10. Nehemia alikuwa anawaambia wana wa Israeli ambao walikuwa na feel very guilty, wamemwacha Mungu kwa muda mrefu, wameliacha neno. Akawaambia msihuzunike, maana furaha ya Bwana ni nguvu yenu. Na sisi vile vile leo Bwana anataka tujue kwamba tusihuzunike kwa chochote kile ambacho tumekipitia au tunakipitia. Hebu tuipokee furaha ya Bwana iwe nguvu yetu, iweze kutuvusha mahali ambapo tupo. Furaha ya Bwana ndio inatuvusha. Sasa hii furaha chanzo chake ni nini? Tumezungumzia chanzo cha hiyo, na ni nyingine ni vitu. Neno Mungu linatuambia katika Warumi 15 mstari wa 13, basi Mungu atumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Umeona, chanzo cha furaha tunayoizungumzia leo au joy lazima iwe ni Mungu, ndio ambaye anatujaza. Na anasema anapotujaza hii furaha, huwa anajaza na amani. Furaha inakuja na amani jamani. Mahali penye furaha pana amani. Umeshawahi kuonaga mahali penye furaha alafu amani haipo? Au mahali penye ambapo yani pana vurugu alafu pana furaha? Hamna kitu kama hicho. Unaona, anasema sasa Mungu anatujaza sisi furaha na amani. Na akitujaza hizo furaha na amani, tunazidi sana kuwa na tumaini. Na tumaini ndio jamani, kuna siku nitaongelea tumaini, ngoja niishie hapo penye tumaini. Kama unaangaliaga vipindi vyote ambavyo nimerekodi, kuna kipindi nimehubiri kanisani, nimezungumzia tumaini, umuhimu wa tumaini. Sasa mtu kama tunavyojua, matunda ni watu wengine wanayaona. Mimi ninajuaje sasa wewe mwenzangu unayo furaha au una hiyo joy? Kitu cha kwanza neno Mungu linatuambia Warumi 12, kwa tumaini mkifurahi katika dhiki. Ni pale unapomwona mtu anapita katika kitu, ukiambiwa unasema anapitia nini? Mbona haonekani? Mbona ana furaha? Jua hapo lipo tunda la Roho. Hiyo furaha alionayo ni tunda la Roho. Haijalishi anapita wapi, yeye anafurahi. Na neno la Mungu linatuambia sasa hii furaha mtu akiwa nayo, anatakiwa itamwezesha kudumu katika kusali, katika kusubiri. Yani anakuwa na subira katika hiyo dhiki. Unajua watu wengi katika dhiki hawana subira, wanataka majibu ya haraka haraka. Ndio maana unaona watu wanahangaika kwenye keki, kwenye nini, kwenye mchanga, sijui kwenye maji, kwa sababu hawana subira. Tunda la Roho halijakuwa. Umeona? Sasa anasema tudumu na vile vile kuwapa mahitaji wengine. It doesn't mean unapopita kwenye dhiki wewe usiwe mtoaji. Unatakiwa uendelee kutoa, kuangalia wengine. Na kweli tunapojitahidi, anasema mkijitahidi kukaribisha wageni. Unaona, ni jitihada inatakiwa. Yes, you don't feel like it kwa sababu you're going through something, lakini jitahidi, bariki, usilaani. Ni kweli wakati wa majaribu ni rahisi sana kulaani. Unajua, unaweza ukasema jamani, yani watu hawanioni, yani yule amenifanyia hivi na anajua mimi napitia 1 2 3. Bwana anasema bariki, ndipo utapokuwa na furaha. Usipobariki unalaani, wewe mwenyewe unakuwa huna furaha. That is yani kitu ambacho ni cha ajabu sana.
Umeona? Sasa tunafurahi vipi majaribuni? Nawezaje kufurahi majaribuni? Au A anawezaje kufurahi majaribuni na B anapita kwenye majaribu kama hayo alafu anashindwa kufurahi? Siri ipo kwenye knowledge. Neno la Mungu linatuambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yakobo anaandika ya kwamba ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Umeona? Hesabuni. Sasa kuna wengine wanashindwa kuhesabu kwamba haya majaribu ni furaha. Unajua kuhesabu nako unahitaji knowledge. Ndio maana tulienda shule tukaanza kufundishwa 1, 2. Sasa kuna wengine wanashindwa kuhesabu. Akiliona jaribu tu, yeye jawabu lake linakuja nimeonewa. Jawabu yake linakuja sikustahili. Sasa ulitaka nani apewe hilo jaribu? Anasema furahi, kwa sababu huko ni imani yako inajaribiwa. It's not personal. Sio kwamba anaijaribiwa ni mimi binti Sayuni. Inajaribiwa imani ya binti Sayuni ili niweze kuwa mkamilifu kama baba yangu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Sasa nafurahi wapi na nafurahi lini? Neno Mungu linatuambia Warumi 12:15, furahini pamoja na ufurahi. Jamani, unajua nimegundua hii nayo sasa hivi imekuwa mtihani. Watu wengi unaweza ukadhania wanafurahi pamoja na wewe, wengine wanatamani anguko lako. Lakini we cannot control other people's action. What we can control ni our reaction and our actions. Neno la Mungu linatuambia tufurahi pamoja na wafurahia. Kwa hiyo hili neno ni langu na lako wewe, kufurahi na wanaofurahia. Tusifurahi kwa unafiki, kwa sababu Mungu hapendi wanafiki. Tuwe wa kweli, na kama kweli tumedevelop ili tunda la Roho, tutaweza kufurahi na wanaofurahi bila kuonea wivu, bila kuwa na uchungu. Na ndio hapa naposema matunda haya yanategemeana. Tunakumbuka wiki iliyopita tuliangalia upendo, hauna wivu, hauna uchungu. Kwa hiyo sisi tukiweza kuwa hivyo, tukizaa tunda la Roho litakuwa na hizi elements za upendo na furaha, tutaweza kufurahi na ambao wanafurahi. Sasa tunafurahi wapi? Tunatakiwa tufurahi penye uwepo wa Bwana. Zaburi 47 anasema nyinyi watu wote pigeni makofi, mpigeni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. Lazima jamani tumfurahie Mungu wetu. Mungu wetu ametuokoa, Mungu wetu ametuponya, Mungu wetu ametubariki, Mungu wetu anatupenda, Mungu wetu anatusikia tunavyoomba, Mungu wetu anatuita leo tuje tusemezane, tumshangilie, tufurahi na ufalme wa Mungu kwa sababu uko ndani yetu. Jamani, tusisubiri tu siku ya kwenda kanisani. Saa nyingine yani uko tu wewe mwenyewe unasema haleluya, uko tu nyumbani, yani hamna hata mtu anayekuona, ni wewe na Mungu. Unafurahi tu, unamfurahia Bwana. Kingine tunatakiwa, neno la Mungu linasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Katika matendo yetu tukusudie wenyewe, tufurahi katika matendo, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu mpenda yeye atoaye kwa moyo ukunjufu. Umeona? Hatulazimishwi kumtumikia Mungu, hatulazimishwi kutoa, hatulazimishwi kufanya chochote kwa Mungu, kufanya ibada. Hivi vyote tunavyovifanya tuvifanye kwa furaha, ndio Mungu anavyopenda, kwa sababu anavipokea vile vitu vinavyofanywa kutoka moyoni na kwa furaha. In English inasema cheerful giver. Umeona? Sasa tunafurahi lini? Inawezekana tunatakiwa tu tufurahi wakati fulani, wakati mwingine tufurahi. Neno la Mungu linasema furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Yaani kama uliwahi kufurahi mara moja, furahi tena. Furahi tena. Kama umesema leo nimefurahi, bado nenda kafurahi tena. Anasema upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu, msijisumbue kwa neno lolote. Umeona? Hapo ndio penye siri. Ili tuweze kufurahi wakati wowote, siku zote. Yaani haijalishi napita wapi, kwenye maji mazito na furahi, kwenye moto mkali na furahi, kwenye winter na furahi. Anasema ni kwa sababu sijisumbui kwa neno lolote. Mimi neno lolote likinipata nalipeleka, nachukua koleo, nalitupa, Bwana lako hilo. Likifanyia nini? Bwana hili lako hilo. Mimi mtoto wako princess, nataka kulala leo usiku, nipe furaha, amani yako itawale. Good night father, I'm sleeping. Kesho yake ukiamka furaha yako inaendelea. Umeona? Hivyo ndivyo tutaweza kuwa na furaha. Sasa kwa nini tunatakiwa tufurahi? Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu tuwe na furaha. Bwana Yesu anasema katika Yohana 16 mstari wa 24, anasema nanyi anasema hivi, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu,
ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Ni mapenzi ya Bwana mimi na wewe to experience joy, tena joy in abundance, joy iliyopitiliza. Ndio mapenzi ya Mungu. Mungu hataki kutuona sisi tunatembea tuko hivi tumehuzunika, tunalalamika. Hey, si watoto wa mfalme bwana. Mbingu na nchi ni mali yake na vyote vilivyomo ndani yake. Haya, ishara furaha ni ishara ya imani. Fikiria unapita katika majaribu ambayo kuna mtu mwingine hayo majaribu yalimuua. Wewe unafurahi. Uone kwamba hapo ni ishara ya imani. Unamuonyesha Mungu kwamba Mungu ninakuamini, ninaamini uko pamoja nami, ninaamini neno lako lililosema kwamba utakuwa pamoja nami, katika maji mazito hayatanizamisha, katika moto sitaungua. Umeona? Neno la Mungu linatuambia katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 8, naye mwampenda ijapokuwa mkumuona, ambaye ijapokuwa mmuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu. Umeona? Hii furaha sio happiness bwana, furaha hii ina utukufu wa Mungu, imejaa utukufu wa Mungu. Ndio Mungu anataka tuwe na hii furaha ambayo ni ishara ya amani, ya imani kwa Mungu, imani kwenye ahadi zake. Hii vile vile tunatakiwa tufurahi kwa sababu ni ishara ya ushindi. Jamani, mmeshamuonaga nani ameshinda alafu eti anakuja hivi amenyongonyea? Hata Daudi aliposhinda kule, wale watu wakaanza kuimba, jamani Daudi ameua 10,000, Sauli ameua 1000. Umeona? Tunafurahi tunapopata ushindi. Kwa hiyo na sisi tufurahi. Anasema na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Sisi tumekombolewa bwana. Kama bado uamini umekombolewa, shida ndio inapoanzia hapo. Lakini ukisha kujua kwamba mimi nimekombolewa, haya mengine mbona ni madogo kukombolewa. Ndio maana Bwana Yesu aliwauliza wale wakati alivomponya, nadhani alikuwa yule aliyepooza, wakakasirika, akamwambia lipi gumu, kumponya huyu au kusema dhambi zake zimesamehewa? Hilo ndio lilokuwa gumu. Na sisi kukombolewa ndio gumu kuliko hivi vingine vyote. Wewe fikiria, Mungu mwenyewe ashuke awe mwanadamu afe kwa ajili yangu mimi. It's not more difficult than kufanya kitu kingine chochote katika maisha yangu. Kwa hiyo lazima tufurahi kuonyesha ishara ya ushindi katika maisha yetu. Haya, kingine ni kwamba hii ni kanuni ya ufalme. Ufalme wa Mungu, neno la Mungu linasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Wapendwa, hata hilo lifalme lingine hilo wanakulaga na kunywa, ingawaje wanakula vitu vibaya vibaya, wanakunywa vitu vibaya vibaya, lakini kitu ambacho hawana ni haki, amani na furaha. Tutakuja kuongelea mambo ya amani na haki, lakini tuongelee hii furaha leo. Furaha inapatikana kwa Mungu. Tumeona source ni kwa Mungu. Shetani hawezi kukupa furaha, atakupa happiness. Ndio maana furaha, watu wote ambao utawaona wako kwa shetani, tujifunze tu kuangalia watu walioko huko ulimwenguni. Ma celebrity wengi utamuona akiwa jukwani ana furaha, lakini akirudi nyumbani, nenda kafanya research yako, anakunywa madawa kibao. Ndio kama tunamkumbuka Michael Jackson, alikunywa mpaka akapitiliza, anataka kulala azisahau shida zake. Sisi watoto wa Mungu, neno la Mungu linasema Mungu humpa usingizi anayempenda. Kwa hiyo sisi tunalala tu, tunamshukuru Mungu, tunafurahi. Jamani, tunatakiwa tufurahi kumchanganya adui. Hivi mshangae, unajua shetani saa nyingine anafanyaga makusudi. Anajua nikimchapa huyu atalia, alafu akikuona unalia, anaona ameshinda. Yaani wewe siku nyingine chukua hatua ya kumchanganya. Pale anapojichanganya na wewe mchanganye. Maana mimi nasemaga saa nyingine shetani naye anajichanganya. Anaingia anga ambazo hakutakiwa kuingia. Neno la Mungu linatuambia anazunguruka tu. Kwa hiyo anapozunguruka saa nyingine hana hata target. Anapita tu, akikuta umeacha mlango wazi anaingia. Mimi hapa napoishi polisi waliwahi kujaga wakatuambia, wakasema kwa sababu tuko kama sehemu kusema, yani tuko kama sehemu fulani, alafu huko nje kuna watu fulani wanaishi huko. Sasa wao wanakujaga huku kwetu, wakipita wenyewe wanachoangalia kuna kitu kimeachwa wazi. Na mimi kuna siku niliacha gari wazi. Hawezi kuvunja gari ukiwa umefunga, lakini kuna siku nilisahau kuloki, wakaingia wakafungua, wakachukua kila kitu kilichokuwepo kwenye gari. Umeona? Ndio hao ndio kajifunza, shetani anapita na kizunguruka. Wangekuta nimefunga wasingevunja. Umeona? Sasa
tukimchanganya adui alishachanganywa huko. Kanenda kasome waraka wa Samueli wa kwanza sura ya 4. Wana wa Israeli walipolipokea sanduku la agano, wakaanza kupiga kelele. Wafilisti wanasema, jamani, hao kuna nini? Mbona tuwaelewe? Mtawaelewaje na nyie ni adui Bwana? Baadaye wakagundua kwamba sanduku limeingia, uwepo wa Bwana umeingia. Na sisi hivyo hivyo, unamchanganya mpaka shetani anauliza, huyu vipi leo, mbona ana furaha wakati mimi ndo nimeshamaliza? Kumbe ndo kwanza ajui kwamba Mungu ndo ameanza. Kwa hiyo inabidi tumchanganye adui, wapendwa, tusimpe kichwa. Akaona kwamba ametushinda. Jamani, furaha ni dawa. Hata science inakubali hivyo. Muangalie mtu ambaye anaishi maisha ya furaha na mtu anaishi maisha ya huzuni. Unajua kuna watu wengine mpaka inakuwa ni character yao. Mimi niliwahi kufanya kazi na bosi mmoja, alikuwa bosi wangu, mpaka unaogopa kumsemesha. Na wazungu ni rahisi kuwajua. Yaani ukishafanya kazi na mzungu, ukamkuta mzungu ni mtu mzima, anakaa peke yake, anakuambia anapaka 6. Unajua huyu mtu ni so miserable na atakuwa anaumwa kila ugonjwa. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia katika Mithali 17, moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Yaani kuchangamka tu ni dawa, bali roho iliyopondeka hukausha mifupa. Unaona? Kwa hiyo na sisi Bwana, hebu tumfurahie Mungu. Bwana, mbona Mungu wetu amesema yeye ndo anatujaza furaha. Hebu tuipokee hiyo furaha na tuishi maisha ya furaha, maisha ambayo yanaonyesha kwamba aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliyeko ulimwenguni. Ni kitu gani kitakachonitenganisha na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki? Je, ni shida? Je, ni adha? Je, ni uchi? Je, ni hatari? Paulo anaandika, anasema hakuna kitakachonitenganisha na upendo na upendo wa Yesu Kristo. Hapo anasema, nay, I am more than a conqueror through Christ who loves me. Umeona pendo lilivyo na nguvu? Lile pendo la Mungu linatufanya tusiweze kutenganishwa. Lakini leo kwa vile tunazungumzia furaha, ninataka kuachia hili neno, furahini katika Bwana. Tena nasema furahini. Haja zenu zijulikane na Bwana. Usiache kumwomba Mungu unapoona kwamba moyo wako umeinama. Mimi huwa kuna sala huwa naomba, iko kwenye Zaburi. Inasemaga, moyo wangu kwa nini umeinama? Inuka umshangilie Bwana. Wanasemaga hivyo, wanajisemea mwenyewe. Unajua hii nafsi inatakiwa uisemeshe. Unasema, roho yangu, nafsi yangu, kwa nini umeinama? Hebu changamka umshangilie Bwana. Mbona Bwana amekutendea mengi? Kwa hiyo naomba nikuachie neno hilo. Naomba kama bado subscribe, share, like, comment hapo chini kama kuna chochote ambacho umejifunza, kama kuna chochote nimekiacha unataka na mimi nijifunze na wengine wanaosoma comment wajifunze. Mungu akubariki, tuonane tena wakati mwingine. Amen.